La kwanza, akina mama mmetulea, na kipindi ambacho mnatulea inawezekana kuanzia umri wangu kushuka chini huko, kuna mambo ambayo kwenye jamii yamebadilika. Kauli mbiu ya zamani ilikuwa mtoto wa kwako au mtoto wa mwenzako ni wako, si ndio? Kauli mbiu ile imekufa. Sasa hizi mtoto wako ni wako, wa jirani sio wa kwako. Kwa kufanya hivyo tumeipelekea dunia isiwe mahali salama. Kwa kufanya hivyo tumepelekea matukio mbalimbali ambayo yanasababishwa na watu ambao sio waaminifu. Hasa nitumie nafasi hii kwenye maadhimisho haya tukiungana na Mheshimiwa Rais ambaye yuko Arusha kuwaomba kina mama wote duniani. Kwanza tukubaliane kwamba mmomonyoko wa maadili ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunatamani kurudisha maadili. Kama ambavyo unatamani mtoto wako aolewe na mwanaume mzuri, mwanaume anayejitambua na mwenye hekima, na anapotamani mtoto wako aoe na aolewe kwenye familia ambayo ina adabu na mwanaume mwenye adabu na hekima, hayo yote yanaanza kwenye malezi ya familia. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii kuwaomba, unapotunza, unapolea mtoto wa kiume, jua unalea mwanaume wa mtu, na unapolea mtoto wa kike, ujue unalea mke wa mtu. Kwa kama tunafanya hivyo, basi tukite kwenye malezi yaliyo bora na salama kwa taifa letu. Awe ni wa kidini, awe ni wa kisiasa, awe ni wa wafanya biashara, amezaliwa na mwanamke. Wanawake oye! Ndugu zangu Wanaburongwa, Makete pamoja na walikwa wote, sote tunatambua kazi kubwa ambayo serikali imeifanya katika jitihada za kuhakikisha ya kwamba mwanamke anaelimika, vitendo vya ukatili vinaisha. Ninaomba mimi niwasihi katika jambo moja tu dogo: wanawake msishindane. Hakikisha kila mwanamke unaye mtu ambaye kwa kikinga cha ndani kabisa wanasema ni roro modo au menta wako. Uwe ni mfanya biashara, uwe ni mwanasiasa, uwe ni mkulima, muangalie mwanamke mwenzako amefanikiwa namna gani, then uende ujifunze kwake, badala ya kumwandikia na kumnunulia kanga ukaweka maneno. Ninawaomba sana 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 sana, wekeni ushindani wa namna hiyo katika maendeleo.